أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستشكره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. آمين ربي آمين. Tukiwa leo tunaishi katika siku ya mwisho ya mihadhara yetu hii ya mfungo sita kwa mwaka huu, ambapo tulianza katika msikiti huu mwanzo kabisa siku ya tarehe 27 na inshallah leo tunamaliza ambao ni siku ya tarehe 6. Mada yetu ya leo kama mlivyoisikia tulivyozungumza ya kwamba ahamiyya istighlal alfursa fi hayati almu'min, yani umuhimu wa kunyakua, wa kukimbilia fursa anazozipata mtu katika maisha yake. Kwa nini tuzungumze mada hii? Kwa sababu hapa duniani sisi wanadamu tuna umri mchache sana. Umri wetu ni umri wa siku zenye kuhisabika, na tunatarajia kama walivyo wenzetu umri mrefu sana wameshakaa makaburini. Kuna watu wamekaa makaburini miaka 500, masahaba wamekaa makaburini mpaka sasa miaka 1444 kwa makaburini, wengine miaka 1000, wengine miaka 900, wengine miaka 500. Babu zetu wako ardhini miaka takriban 50-60, na sisi kwa siku tutaondoka, tutakuwa ardhini. Hatujui huko tutakaa miaka mingapi mpaka siku ya hisabu. Kwa kuwa sisi watu wa karne ya mwisho, akhiri zaman, umri wetu ni mfupi sana, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi ya Bwana Mtume sallallahu aliposema, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yujawizu dhalika. Umri wa umati wangu ni kiasi ya miaka 60 mpaka 70, na ni wachache ambao watafika hivyo. Hapa tulipo kuna wengi hapa watakatika umri wao katika miaka 50, 40, hawavuki kufika 60 mpaka 70. Hii ni ahadi ya Bwana Mtume kwetu sisi umma wake. Yani maneno ameyasema, wa fi'lan, kila siku zinapokwenda sayansi na teknolojia tunadhania kama tunaendelea, lakini ina proof na kuhakikisha na kusadikisha maneno haya Bwana Mtume, kwa sababu kila tunapokwenda mbele life span, muda wa kuishi wa wanadamu unapungua duniani hapa. Kwa hivyo waliishi waliokuwa kabla sisi miaka mingi, waliishi watu miaka 3000, waliishi watu miaka 1000 kadha, miaka 900, miaka 1000, 2000. Sisi Mwenyezi Mungu Jalla waala kwa kutunyima umri mrefu akatupa vitu maalum, miza, akatupa privilege, nyakati maalum, pahala maalum, vitu maalum ambapo ukisadi kuvifanya unakuwa ni kama umefanya kitu cha miaka 100, 200 au 300. Na ushahidi wa haya ni pale tunapokuta katika sura Al-Qadr Mwenyezi Mungu anaposema
wama adraka ma lailatul qadr, akasema al-qadr khairun min alf shahr, usiku huo ni bora kuliko miezi 1000. Miezi 1000 wanasema wenye mahesabu ni karibu miaka 83 na kitu. Kwa hiyo ina maana mtu akisadifu amali yake siku moja tu akawa kaupata usiku huu, atakuwa kafanya amali ya miaka 84 na kitu. Ni privilege. Kadhalika kuna privilege za nyakati kama huu wakati wa usiku katika Ramadhan, katika 10 la mwisho, hasa usiku wa Qadr, au wakati wa 10 la katika mwezi katika siku 10 za mfungo 3. Vile vile kuna mambo mengi pale ndani yake, na kuna vile vile privilege ya pahala, kama vile atakayeswali katika msikiti wa Makka atakuwa swala zake sala moja ni kama swala 100,000. Atakayeswali Madina na vile vile swala zake nyingi sana 10,000. Atakayeswali hakadha, ni pahala maalum, pana thawabu ambazo kwamba zina ukubwa mno kuliko sehemu nyingine. Kwa hivyo kuna sehemu na kuna nyakati na kuna vitu. Kwa mfano Mtume aliposema atakayeswali swala 5 na kisha kila baada ya sala akasoma ayatul kursi, inajulikana Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum mpaka mwisho. Aya hii mtu akiwa anadumu kusoma kila baada ya sala, anakuwa, Mtume akasema, hana kitachomzuia kuingia motoni, kuingia peponi isipokuwa mauti. Kana kwamba akifa tu anakuwa peponi. Mauti ndio namzuia kuingia peponi. Yani akiwa katumia fursa hii. Sasa tukitazama Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametugawa sisi watu katika namna 3. Tutazungumza mazungumzo yetu, kisha kila mmoja katika sisi atajiangalia katika haya makundi matatu yupo wapi. Jawabu atakalo mwenyewe. Thumma anasema Allah Jalla wa Ala katika sura Fatir aya 32 mpaka 35, thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina, kisha tukawarithisha kitabu cha Qur'ani miongoni mwa waja wetu tuliowachagua, chosen one. Waja tuliowachagua ni Waislamu, ndio walichaguliwa, wakapewa mtume, wakapewa na kitabu, wamerithishwa kitabu hichi. Allah anasema, lakini waliporithishwa kagawika mafungu matatu. faminhum zalim nafsihi, kuna watu miongoni mwa umma huu watazidhulumu nafsi zao. Maana nini? Maana ni kwamba hawatojua kama wao ni umma bora, hawatajua kama wana privilege ya wakati, hawatajua kama wana privilege ya mtume. Maana hata yule mtume vile vile alikuwa na fursa maalum. Yule mtume wetu alikuwa na fursa maalum. Alipokuwepo, Allah alisema kwamba hamtuadhibiwa maadamu mtume yuko miongoni mwenu. Maneno haya akasema. Kwa hiyo mtume vile ni privilege. Wale walioishi naye wale waliishi katika hali ya kujiamini. Mwenyezi Mungu kawaambia hivi kwamba hamtuadhibiwa maadamu mtakuwa mtume yuko miongoni mwenu, na maadamu mtakuwa mnafanya istighfar hamtuadhibiwa. Kwa hiyo hata mtume mwenyewe kwa sisi ni privilege vile vile. Kadhalika, kwa hiyo yule ambaye kaelewa na akatambua kwamba maisha ni mafupi, anatakiwa akimbilie fursa za maisha, fursa za uhai, fursa za mambo ya kheri kabla mauti hakumkuta. Akatambua haya, akafanyia kazi, huyu mtu mbali. Lakini yule ambaye kwamba akayajua na akawa naishi kana kwamba hajatambua, huyu ni mtu ambaye kwamba Allah anasema faminhum zalimun linafsihi, wapo miongoni mwetu ambao kwamba fursa wanaziacha. Hawa ni watu ambao nafsi zao wamedhulumu. Hii aina ya kwanza. Aina ya pili, wa minhum muqtasid, wako wenye kujitahidi, kajipinda, mara leo swala alfajiri kapata, mara kesho kasakalala imempita, mara kesho kutokapata, anapambana na ibilisi, mara kaoa, mara ibilisi kaingia kazini katika ndoa yake, mara ni mtu anapambana. Uli mtu wa pili. Na mtu wa tatu, wa minhum sabiqun bil khairat, ni mtu ambaye kwamba yeye mashallah Mwenyezi Mungu kamwafikisha, kazipata fursa akazitumia. Kama ni ilmu kajua kuitumia, wakati wake kajua kuupanga, maisha kajua kuendeleza. Qur'ani anaipigia mafungu kwamba alfajiri nitasoma peji 2, mchana nitasoma peji 3, usiku nitasoma peji 2, kwa kutwa nzima msafu nimeumaliza, kwa kutwa nzima juzu nzima imemaliza, kwa mwezi kama msafu mzima.
kajipangia haka, akajipangia kwamba mimi nikiingia msikitini lazima niingie wakati wa adhana au kabla adhana. Kwa nini? Kwa sababu nizipate zile sunna 12 ambazo Mtume kasema atakayezipata sunna hizi basi anajengewa nyumba peponi. Huyu mtu huyu anachunga fursa, anachunga vitu maalum ambavyo Mtume kavisema. Mtume kasema katika sahihi kwamba atakayeswali sala za sunna raka 12 katika siku moja basi anajengewa nyumba na Mwenyezi Mungu peponi, atakayedumu kuswali hivi raka 12 za sunna. Sasa mtu katika elewa haya, kaamka alfajiri kabla hajaswali salatul jamaa alfajiri, kaswali raka 2, kafisia msikitini kabla muadhini hajaadhini au muadhini baada ya kuadhini tu kaswali kablia raka 2, akaswali tena 2, zimekuwa 4 na zile 2 6. Akaingia tena magharibi baada al-maghrib kaswali 2, zimekuwa 8, zimekuwa 10, la 2 kabla al-fajiri, 4 kabla dhuhuri, 2 baada dhuhuri, zimekuwa 8, 2 baada al-maghribi, na akafizia tena baada ya Aisha, mimi sitoki nakaa hapa, akachukua fursa ile akaswali 2 tena, kwa kutwa nzima ana rakaa 12. Mtume kasema huyu anajengewa nyumba peponi. Ndugu zangu, hii ni fursa. Hii ni fursa Mtume ameitoa kwa wale wenye kutambua, kwa wale wenye kutanabahi, kwa wenye wengi katika sisi. Huu ni fursa hii. Kwa mfano, wengi katika sisi baada swala mtu kakurupuka huyo kenda nje, utamkuta pale anakula chips, utamkuta pale anakula urojo, utamkuta kakaa anakula pweza, anakula si kitu gani, katoka nje pale anazungumza, katoka nje anakwenda kujibu message, katoka nje sijui anafanya anasalimia na mtu. Maskini ya Mungu hajui kama ameacha kitu thamini ambacho kwamba hakiwezi kurudi tena. Al-fursat qad la tatakarrar, fursa inakuwa haijurudi tena mara ya pili. Yani muda huu sasa hivi hapa akiingia mtu hapa kaswali swala ya magharibi halafu akasema nitaswali na ile baadia, wapi atapata? Lakini si kama yule ambaye kaswali jamaa na kaswali baadia nini kablia, kwake huyu baadia imempita, ataipata kablia. Kwa hiyo watu, na nataka ndugu zangu, Qur'an natueleza kwamba wako watu ambao kama nafsi zao wamezidhulumu, hawakuelewa nini vitu vya vipaumbele, ahamia ambao Allah amewapa katika dunia hii. Kwa hiyo wakawa wamekula hasara. Na wako watu ambao wanapambana, anakwenda anarudi, anatanabahi, anaanguka, anakwenda na hivi na hivi, kama hivi maisha yake yote. Huyu muktasid anaitwa. Na mwingine niliomba kwamba Allah jalla waala amemkunjulia mambo ya khairi, anatirika katika mambo ya khairi, sabikum bil khairati, ametangulia katika mambo ya khairi biidhnillah. Allah akasema dhalika huwa al-fadlul kabir, huo au huko ndo kufanikiwa kukubwa kwa mtu ambaye katanabahi akazijua fursa za maisha akazifanyia kazi. Huko ndo kufanikiwa, huo ndo ujanja kwa lugha nyingine. Dhalika al-fadlul kabir, huo ndio ujanja mkubwa hapa duniani. Kutanabahi na kujua kwamba dakika 2 za baadia haziwezi kunichelewesha kwenda kunywa supu, mimi nitaswali na supu itabakia nitaikuta. Hivi ndivyo watu fursa. Ndugu zangu, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Jalla waala atatusuta sisi umma wa mwisho. Atatusuta kwa kutuambia kwamba awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir. Nyie mnaingia motoni, watu wa umma Muhammad, nyie pamoja na mambo yote niliyokupeni yale. Awalam nu'ammirukum, kwani mimi sijakupeni umri umri ambao kwamba yatadhakkaru fihi man tadhakkara, kama mtu mwenye akili kama hivi akakumbushwa na akakumbuka. Mmepewa umri, umeishi duniani miaka 20, 30, 40, 50, 60 mpaka 70 wengine, ukapata nafasi ya kukumbushwa na ukakumbuka. Waja'akumun nadhir, akakuja mtume. Ni jambo la ajabu. Mwenyezi Mungu atakuja kiyama atakuja kutusuta sisi kwamba nyie vipi, mbona mmekuwa motoni namna hii wengi? Kwani sijakupeni umri nyie mkatanabahi na kupeni fursa kuzitumia? Kwa ndugu zangu, ujanja ni kutumia fursa. Na sisi wanadamu tuna miza, tuna qualities tofauti. Kuna mtu hapa ana gari, taxi driver, basi huyu ana namna yake na vitu vyake maalum ambavyo Allah amemkunjulia vya kutafuta akhera. Kuna mtu hapa yeye anauza duka, basi huyu vile vile Allah Jalla waala amemkunjulia privilege zake maalum za kutumia. Kuna mtu maskini ya Mungu hana mbele hana nyuma, lakini pia Allah hajamtupa, kuna vitu kamkunjulia. Ndio maana Allah akasema katika Qur'ani, akasema nini? Akasema kwamba
wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Anamwambia Qarun, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, itafuta nyumba ya akhera kwa qualities Mwenyezi Mungu alizokupa. Wewe ni nani? Mimi ni conductor daladala. Basi kuwa na wema katika kuamiliana na watu, usiwatukane watu, usiwajibu vibaya, usiwasukumu wanafunzi. Kule ndio wema wako. Zile ndio privilege ambazo Allah amekupa. Wewe ni nani? Mimi ni mwalimu. Tekeleza haki ya watu, wasomeshe watoto watu wanavyotakiwa, kaa katika muda utakiwao, usiwabughudhi watoto wa watu, fikisha vile ulivyoaminiwa. Hii ndio kwako wewe. Wewe nani? Mimi mfanya biashara. Kuwa msamehevu, samehe panapotakiwa, toa mkopo, usiatilishe watu na kuwaadhibisha kwa sababu mwakopesha. Hakadha ndugu zangu, kila mmoja katika sisi Mwenyezi Mungu amempa kitu maalum na akamtaka tumia kitu hichi kurudi kwa Mwenyezi Mungu kutafuta nyumba akhera. Anamwambia Qarun, wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, na wala usisahau sehemu yako ya kutafuta dunia kabla hujaja huku akhira. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Jalla waala mpaka bwana mtume alimtaka atumie fursa alivyomwambia, fa idha faraghta fansab, utakapopata nafasi ya mambo yako yote, mchana kutwa umehangaika, umeshughulika, umeswali sana na kila kitu, ukapata fursa kidogo tu, jipendekeze kwa Mwenyezi Mungu. Chukua fursa, itumie ile. Chukua wale Qur'ani usome, wala usimama usiku rakaa 2, 4 au 6 au 11, wala ufanye jambo la ziada hivi. Cheka na mke wako, fanya jambo la kukurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Fa idha faraghta fansab, anaambia bwana mtume sallallahu. Na ukiangalia mitume wote walifanikiwa kwa sababu ya kutumia fursa walizopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, labda tuwe mfano, Nabii Musa ni kalimullah, anaongea na Mwenyezi Mungu. Nabii Musa, Mwenyezi Mungu alimuuliza, wama tilka biyaminika ya Musa, nini unacho mkononi mwake wewe Musa? Musa alikuwa na bakora, fimbo ile kutembelea. Ilikuwa jawabu jepesi tu, hii ni fimbo na fimbo basi. Lakini kwa sababu Musa anajua privilege, anajua namna gani utukufu wa kusema na Allah, akajibu majawabu takriban chungu zima katika swala moja. Nini mkononi mwako hiyo? Hii fimbo? Hapana, hii asaya atawakau alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'arib ukhra. Jawabu 4 swala moja. Hii asaya, hii ni fimbo ya Allah. Atawakau alaiha, mimi nikitembea naegemea hii inanisaidia. Wa ahushu biha ala ghanami, nachungia wanyama vile vile. Waliya fiha ma'arib ukhra, na matumizi mengine ya ziada. Swala moja, jawabu 4. Kwa nini? Kwa sababu katumia fursa ya kusema na Mwenyezi Mungu Jalla waala, katumia fursa ya kushughulika na Mwenyezi Mungu. Ndio maana mmoja katika maulama anasema kwamba mimi sikuona mtu mvivu sana kuliko mtu ambaye anashindwa kutumia fursa ya kumuomba Allah, ambaye kamwambia niombe nitakupa. Allah anasema nini? Uduuni, niombeni nitakupeni. Uduuni, niombeni astajib lakum, nitakuitikieni. Lakini mpaka hili mtu anashindwa. Unamwona Muislamu anaswali rakaa 2 kamaliza, labda magharibi au labda isha, huyo baada ya salamu tu anakumuta mikono yake, anachukua simu yake atoka zake nje. Unajiuliza, huyu vipi huyu? Hajielewi, hajitambui. Ni kwa sababu hajaelewa bado kwamba umri aliokuwa nao ni fursa maalum Allah alompa, na inawezekana punde tu akamnyang'anya umri ule, akabakia kwenda kwa Mwenyezi Mungu hana moja, hana mbili, hana mbele, hana nyuma. Ndugu zangu, umri ni fursa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anahesabu kwa kila pumzi. Ukivuta pumzi juu, Allah anakuhesabia. Ukivuta pumzi chini, Allah anakuhesabia. Ukipandisha, unahesabiwa. Ukishusha, unahesabiwa. Usipoitumia vizuri utakwenda kujuta. Mwenyezi Mungu anasema, innama na'uddu lahum adda, hakika sisi tunahesabia. Tunahesabia nini? Pumzi zao. Kila pumzi yako ni kama mita ya luku. Mita ikiwaka ikizima inahesabika. Ikiwaka ikizima unity imeondoka. Ndio maisha yako ndugu yangu. Maisha yako anatazama vitu Mwenyezi Mungu anatazama vitu sana, ya kwamba kiasi kwamba kila nukta Mwenyezi Mungu anakuhesabia. Usipotanabahi ukazinduka ukatumia umri wako vizuri, ukatumia fursa Allah alizokupa, ndugu yangu, utakuwa umeangamia. Huu ulikuwa ni mukaddima.
Sasa tuingia katika mhadhara wetu hasa leo. Katika mhadhara huu nimekuja katika namna nyingine tofauti, namna ya kutaja mifano ya wale waliotangulia ambao walitumia fursa wakafanikiwa, ili na sisi tupate kujifundisha. Na huu ndio mtindo wa Qur'ani. Qur'ani inakuja kueleza mifano alafu watu wajifunze, inaeleza mifano alafu watu wajifunze, kama anavyosema Allah katika Qur'ani kwamba wa ila tukampelekea watu wa Thamuda mtume fulani, watu wa Yamahudi mtume fulani, halafu wanaeleza visa vyao ili watu wajifundishe katika visa vya watu kama wale. Muda ni mdogo, lakini hadithi maarufu ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kuambia masahaba na kutuambia sisi ya kwamba kuna mambo matano yachukueni haraka myapatie faida kabla hajaondoka. Shababuka fima ablaita wa umruka fima afnaita wa maluka min aina iktasabta wa fima anfaqta. Maswala matano. Shababuka fima, au akasema kwamba shababuka kabla haramika, ya kwamba chukua privilege, chukua hatua, chukua nafasi ya kutumia ujana wako kabla uzee haujakuingilia. Wasihatu kabla sakamika, na chukua nafasi, fursa ya kutumia siha yako kabla hujaumwa. Ya pili. Ya tatu, wa ghinaka kabla fakhrika, na pengine wewe tajiri na kitu, tumia fursa hii ya utajiri wako kabla hujafukarika. 4, wa faragha kabla shughulika, na pengine una nafasi wewe, unarudi nyumbani saa 2 au saa 3, una kipindi kirefu mpaka unalala. Tumia kipindi hichi kabla Mwenyezi Mungu hajakushughulisha na mambo mengine. Na mwisho kabisa, wa hayatika kabla mautika, tumia kipindi cha maisha yako kabla ya mauti yako. Haya ni mambo ambayo Mtume anayataja bidhabti kwamba watu wayatumie kabla hajawatoka, kwa sababu duniani, ndugu zangu, unaweza kujiona leo ni mzima, lakini pengine baada ya masaa machache ukasikia mtu fulani kapata stroke, alikuwa mzima, mwingine kafa kabisa. Tumeswali naye magharibi, anasema mtu alikuwa kwa msikitini, ndio kisha kufa, umri wake umekwisha. Kwa hiyo si jambo la ajabu mimi ukasikia nimeondoka ghafla, ndio mwendo Mwenyezi Mungu. Si jambo la ajabu ukasikia mtu fulani kauma ghafla. Si jambo la ajabu mtu fulani kafukarika kawa maskini. Si jambo la ajabu kabisa mtu fulani kauma ghafla. Ni jambo la kawaida. Wa tilka al-ayyam, Allah anasema hayo ni masiku, nudawilu habaina nasi, tunawazungushia watu, leo huyu, leo yule. Sasa ndugu yangu Muislamu, kama uko mzima, una afya na siha nzuri, tumia muda huu kabla hujakutoka. Tutaangalia mifano kiasi ambacho muda utaturuhusu ya wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala aliwatanabahisha wakatumia fursa na wakafanikiwa. Mfano wa kwanza ni Hudhud. Tunasoma katika Qur'an tukufu katika suratul Naml. Hudhud ni ndege mdogo tu, alikuwepo wakati wa Nabii Suleiman. Nabii Suleiman ni mtume ambaye kwamba Mwenyezi Mungu alimpa ufalme, akampa mali na akampa utume. Walaqad ataina Luqmana alhikma, Luqmana akapewa hikma. Akasema sehemu nyingine kwamba tumempa walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma, tukampa Daud na Suleimani elimu. Na sehemu nyingine akasema walaqad ataina bani Israila alkitab walhikma wan-nubuwa, bali sasa tumapa nini? Kitabu, maana ilmu, walhukma, tukapa na ufalme, uongozi, wan-nubuwa, na vile vile utume. Miongoni mwa Nabii Suleiman bin Daud. Tunasoma katika Namli, akawakusanya majeshi yake, akatazama akaona hamuoni ndege anaitwa Hudhud. Akasema Suleiman, mali la aral hudhuda, mali la aral, mbona mimi simuoni Hudhud? Amkana min alghaibin, au hakuhudhuria leo hapa, hakuja. Kisha akatoa karari akasema nini? La uadhibannahu adhaban shadidan au la adbahanna au la atiyanni bisultanin mubin, kwamba nitamwadhibisha adhabu kali kweli, au nitamchinja kabisa, nitamtoa roho yake. Ndio kiongozi. Au hapa anijie na dalili ya wazi kwamba alikuwa na shughuli ya maalumu ambayo inaeleweka. Hudhud akarudi. Aliporudi Hudhud akaja na habari ambayo ilimfanya Nabii Suleiman ashindwe kumwadhibisha. Akamuuliza, lima taakhart, kwa nini umechelewa?
ulikuwa uko wapi, mbona hujahudhuria? Akasema waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin, uko ninakotoka huko nimekuja na habari ya yakini kabisa, nimeyakinika ya ukweli kabisa. Inni wajadtu mra'atan, mimi nimemkuta mtu ambaye kwamba watu wanamsujudia, kiongozi, watu ambao kwamba kaumu yake wanaabudu jua, linapokuchwa wanaliabudu na linapotoka wanaliabudu. Jambo hili limeshughulisha sana mpaka nimechelewa kurudi kuja katika mkusanyiko wa ulioita wewe. Akasema Hudhud, Allah yasjudu lillahi, kwa nini wasimsujudie Mwenyezi Mungu alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi? Jambo hili likamshughulisha sana. Ina maana Hudhud kumbe alichukua fursa ile kuangalia tauhidi ya Mwenyezi Mungu, namna gani Allah anakwekeshwa, namna gani washirikina wanaabudu jua baada ya Mwenyezi Mungu. Sababu hii ya Hudhud alipochukua fursa ile ya kumtanabaisha Nabii Suleimani, ikawa ndio sababu ya kusilimu ufalme mzima wa Saba, ufalme mzima wa Malkia aliyekuwa akiongoza kaumu ile. Kwa hiyo namna gani hapo tunaona namna gani ndege mdogo tu, lakini katumia fursa akawa ni sababu ya umati mzima, kaumu nzima wakaslimu kwa sababu ya ndege mmoja tu, ndege mdogo tu. Lakini kafanya nini? Katumia fursa, kaona mambo, akaona haya mambo haingia akilini, akaenda akamweleza mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume akachukua hatua, watu wale wakaslimu. Ndege mdogo ndugu zangu, lakini kwa sababu alielewa nini maana ya tauhidi, akatumia fursa ile. Mfano wa pili ndugu zangu, Nabii Musa alayhi salam alipotaka kuwachukua Bani Israeli kuwatoa Misri, kuwazudisha kwao, wakapotea njia, wakawa kila wanapoangalia jangwani hawana wanapita wapi. Wakauliza, jamani vipi? Akawauliza, wakamwambia, unajua tumekumbuka kuna ahadi alituahidi Nabii Yusuf alayhi salam kabla hajafariki, akatuambia hivi, mtapotaka kutoka hapa Misri basi chimbeni kaburi la kila kitu. Kisha akamuuliza, unasemaje, nini cha zetu kusaidia nini bwana? Akasema, mimi naomba nipatiwe ngamia au punda. Wa nini? Nitaka kupanda, na mimi nataka niwe napanda, natembea hivi sasa hivi, natembea mitaani. Ala, hivyo haya. Chengine nataka nipatiwe na mbuzi au kondoo, nipate kuwa na kama maziwa ninakunywa. Ala, hivyo Mtume akamwambia sawa, tutakupatia ngamia, tutakupatia na mbuzi wa kama maziwa. Chengine nipate angalau namfanya kazi hivi, khadama, yani mtu wa kazi, niwe na mtuma ananisaidia hivi. Mtume akamwambia haya, umepata. Chengine basi hivyo tu. Mtume akashangaa sana, wewe bwana, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, nikiinua mikono Allah nikimuomba akupe kitu atakupa, na kuuliza wataka nini? Unataka punda au ngamia? Wataka nini? Wataka mbuzi au kondoo? Wataka mfanya kazi wa kukusaidia nyumbani, wa kufua nguo na kuanika nguo? Mtume akamwambia, ajasta au ajastum an takuna mithla ajuz bani Israil, nyie mnashindwa kukua kama yule bikizee wa Bani Israili? Mnakuwa na vision ndogo, mnakuwa na vision fupi sana, hii mnashinda na mwanamke mtu mzima. Masahaba wakashtuka, bwana Mtume, huyo mwanamke ni nani huyo? Bani Israili kafanya nini kwani? Wakawa na tashwishi kutaka kujua. Ndio Mtume akahadithia akasema, mnajua nyewe Nabii Musa alipokuwa anataka kuwatoa Bani Israili kutoka Misri kuwarudisha, walipotea njia, wakahangaika, wakakosa njia, kisha wakakumbuka kwamba Nabii Yusuf alipotuleta hapa alituambia hivi, mtapotaka kuhama na mimi mnichukue mifupa yangu mnihamishe, lakini hatujui kaburi liko wapi. Wakatafuta kaburi wakashindwa, mwisho akawauliza Nabii Musa, sasa tufanye nini? Wakasema kwamba kuna mwanamke mmoja mtu mzima mzee, watu wote walioishi wakati wa Nabii Yusuf wote washafariki, kabakia mwanamke mmoja tu mtu mzima sana, mzee sana, huyo lazima atakuwa anajua kaburi la Nabii Yusuf liko wapi. Sasa twende tukamuulize. Wakatoka wakaenda kwa mwanamke yule mtu mzima, wakamuuliza, mama, mimi ni Musa mtume wa Mwenyezi Mungu, tumekuja tuna shida na wewe, nasemaje? Akasema, tuelekeze wapi alipozikwa Nabii Yusuf, wapi kaburi la Nabii Yusuf liko pahala gani?
Sasa angalia hapa namna gani huyu mama alivyokuwa na akili, akatumia fursa hii ya kukutana na Mtume. Akamwambia hivi, mimi sitokwambia mpaka unitekelezee jambo langu. Nabii Musa akasema, sema jambo gani bwana? Niambie. Akamwambia, uniombee dua niwe peponi pamoja nawe. Nabii Musa akaona, lo, hii kazi kubwa sasa. Hii jambo hili gumu. Jambo la Mwenyezi Mungu, amri yake hii. Nabii Musa akakama kaona kwamba huyu mwanamke anataka kutuwekea usiku. Haya mambo magumu sana. Huwezi kufanya kitu hichi. Mwenyezi Mungu akamwambia Nabii Musa, Musa, muahidi huyo mwanamke kwamba ombi lake nimelikubali. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala akampelekea wahi Nabii Musa, akamwambia, mwambie huyo mwanamke ombi lake nimelikubali. Sasa ndugu zangu, cha kuangalia hapa sio mwanamke wala sio, cha kuangalia namna gani huyu mama alivyokuwa na akili kali, akatumia fursa ya kukutana na Mtume, akatumia fursa hii ya kuingia peponi kwa jambo lake moja tu. Hii ndo mahalu shahidi hapa, kwamba huyu mama alikuwa na akili kali kiasi gani ya kuweza kujua kwamba huyu mtu wa Mwenyezi Mungu, na kwamba mimi nitamuomba jambo Allah atalikubali, nataka niwe nawe peponi. Akaambia sawa, Mwenyezi Mungu akubali. Basi akaambia twende. Akawapeleka mpaka sehemu moja, kuna maji yanatoka, akamwambia chimbeni hapa. Wakachimba mpaka maji yakakatika, wakaona mifupa, wakachukua mifupa ile, wakatia katika kitu walichokitia, tahamaki wanakwenda, wanaona njia ile wazi kabisa, wakavuka. Ndugu zangu, huu ni mfano ambao Mtume kautoa kwa kuwaambia masahaba namna gani wanashindwa kutumia fursa ambazo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amewapa. Yule bwana aliyokuja kwa bwana Mtume, Mtume alimkunjulia mikono kwa kumwambia, taka utakacho nitakupa. Fikiria wewe, Mtume Mwenyezi Mungu ambaye kwamba akiomba kitu Allah anampa, lakini anakwenda kutaka nini? Nataka punda, nataka ngamia, nataka maziwa. Sasa namna gani watu walifursa mpaka wakaenda peponi? Huu mfano ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, ndugu zangu, mfano wa tatu ni kuna kijana mmoja sahaba akiitwa Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, huyu bwana alikuwa ni mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anakwenda kwa bwana Mtume, anakaa naye na pamoja na masahaba wengine, anamtumikia maji ya kunywa, maji ya udhu na kadhalika. Watu wakiondoka baada ya Isha, yeye anakaa mlangoni, sema pengine Mtume atakuwa na shida, pengine atataka kuntuma pahala, pengine ataka, kwa mfano kama sasa kusema labda pengine ataka vocha simu, labda ataka mkate. Usiku umeingia, basi anakaa mlangoni kwa Mtume na subiri pale pale haondoki. Hadithi hii amepokea Imam Muslim na Imam Nasai. Rabia akawa kila siku anakaa nje ya nyumba Mtume, anasikiliza, anatusikia subhanallah, alhamdulillah, anasikia dhikri Mtume kwa Mwenyezi Mungu, dhikri za aina kila namna. Na Mtume akitoka anamuona yule bwana yuko mlangoni, akitaka kumtuma anamtuma, kama hataki anamwachia. Wakati mwingine anasema anasizia na lala pale pale maskini ya Mungu kwa kumtumikia Mtume. Wasiwasi wake ni kwamba ikiwa masahaba wengine washaondoka, Mtume anaweza kuwa na matatizo, labda atakutuma mtu dukani, labda na shida kadha, yeye anachukua privilege ile. Mtume siku moja akafurahi sana, akamwita Rabia, ya Rabia ta'ala, njoo Rabia, tamanna alayya u'tika ma tasha. Rabia, leo ninakupa nafasi, umenifurahisha leo sahaba wangu mtukufu. Leo umenifurahisha, watu wote wameondoka, umebakia. Umesaidia kitu kadha 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 kadha, ningepata tabu siku kama huu, umesaidia. Sasa nataka leo na mimi nikupe nafasi nikutumikie. Akamwambia naam, nimefurahi bwana Mtume, unasemaje? Akamwambia taka utakacho mimi nitakupa. Fursa ndugu zangu, hiyo ni fursa kutoka kwa Mtume kwenda kwa sahaba. Rabia, taka utakacho mimi nitakupa, tamanna alayya utika ma tasha. Bas Rabia anasema nikafikiri, nikaona hapa duniani chakula ninakula, hata kama chipsi zege, lakini nakula. Kazi ninafanya hata kama nakubangaiza. Mke naye hata kama kadha kadha. Mambo yangu yanakwenda alhamdulillah. Lakini wasiwasi wangu, kuna siku mimi nitakufa. Na nikifa sijui bali Mwenyezi Mungu mimi nitapelekwa wapi? Itakuwa vipi? Basi unajua akasema nini? Akamba ya Rasulullah, atamanna murafaqataka fil janna, napenda kuwa nawe peponi, natamani ni unaye peponi pamoja. Sallallahu ala nabii. Ndugu zangu, angalia hapa mtazamo wa mtu mwenye akili. Kama ni mimi au wewe, shekhi wako amekuita au kiongozi
Kama kiongozi wa serikali jambo la kusema kwamba nataka nipate lile gari kubwa, lile gari kubwa sio linaitwaje lile? Magari ya yuko juu yale 4 wheel na VAT. Kiongozi kakuita labda waziri fulani hivi, na mimi nishachoka kupanda nini bajaji na bodaboda bana, nifanyie mpango nipate VAT na nini tena, na uko na kukaa mimi nakaa wapi rangi tatu wapi kuna itwaje Mbagala rangi tatu, na huko nifanyie mpango wala unisogee Magomeni hivi na mimi niwe mtu wa mjini. Waziri ukishamfurahisha basi nitakupodia mjini. Chengine wallahi mimi na mke mmoja tu, basi nisaidie. Unajua sisi haya nitakusaidia bwana upate mke wako. Basi ni mambo ya kidunia tu, basi ni mambo ya kidunia. Lakini angalia mtazamo wa Rabia, anaangalia wapi? Akhera. Anaangalia dunia si kitu. Anajua baada ya miaka 10 15 mimi nitakufa hapa, chochote cha kidunia nitakachokipata kitamalizika. Akatumia fursa ile kutafuta akhera yake. Akamwambia Bwana Mtume, atamanna murafaqatak fil janna, na tamani mimi nione peponi. Mtume akafikiri jambo mliona gumu tuliliomba, lakini na mimi nataka hivi, fa'in ala nafsika bikathrati sujud, na kupa wasia mmoja, jisaidie sana kuswali sala kwa wingi. Kwa wingi manake ni kwamba raka 2 ya dhuhuri, ni kabla raka 2 ya masjid, raka 2 swala dhuhuri, wewe kile kwa nafasi swali sana. Fa'in ala nafsika bikathrati sujud, swali sana sunna, wewe kile kwa nafasi swali sunna tu, hapo utapata hicho unachokitaka. Mahali shahidi ni kwamba huyu bwana kapata nafasi ya kwa Bwana Mtume kuomba atakacho, lakini mashallah hakuiona dunia wala kwa chochote, aliangalia akhera, alitumia fursa kuipata akhera yake. Huo ni mfano wa 3 ndugu zangu. Mfano wa 4 ndugu zangu ni katika vita vya Uhud. Katika vita vya Uhud masahaba walipigwa sana kwa sababu ya makosa ya baadhi ya watu, wakapigwa sana masahaba. Baada ya kupigwa, mwisho wakajikusanya pahala, wakakaa wamejifinya hivi, na makafiri wanakuja kuwavamia. Makafiri ni hao ilikuwa ni kumua Bwana Mtume SAW. Wakamuona, wakaanza kumuandama. Mtume alipoona mishare mingi inakuja kwake, akawaambia masahaba, jamani nani leo hapa atanisaidia na mhakikishia ataingia peponi pamoja nami? Sikia ndugu zangu, mnafahamu sijui? Tunaelewana jamani? Akasema hivi, man yarudduhum anna, nani atatuzuia kwa makafiri hawa leo wanapiga misharo yao? Wa huwa rafiki fil janna, huyo atakuwa pembeni yangu katika pepo, atakuwa mwenzangu, rafiki yangu peponi. Lakini ndugu yangu, fikiria hapo masahaba kwa wachache na mishare inakuja kila namna. Ukiinama hivi mshare umefika, umeingia. Huyu kapigwa tumbo, huyu wa mgongo, kila pahala. Lakini masahaba walikuwa ni watu wakiahidiwa akhera tu pale pale wanasimama. Akasimama sahaba wa kwanza, ana ya Rasulullah, mimi. Akatoka pale mbele, mishare inakuja, napangua nasukuma, mishare mingi sana. Ikafika pale akachoma mshare, akafariki, kamka chini. Alipoanguka chini tu, Mtume akatembea mbele, kainuka mwingine, kasimama pale, piga, kaanguka, kauawa. Kaja watatu, piga, kauawa. Kaja wa 4, piga, kauawa. Kaja wa 5, kaja wa 6, kaja wa 7, wamekufa pale watu 7 kwa kumlinda Bwana Mtume. Nini kilichowaua pale? Man yarudduhum anna, nani leo atatusaidia kutuzuia na hawa watu? Is a privilege, ni nafasi, ni fursa, ni chance maalum. Itakuwaje? Satakun rafiki fil janna, atakuwa pembeni yangu peponi mtu kama huyo. Masahaba hili liliwachanganya. Hata kama wangekufa 20 pale, basi wangekuja wengine, kila mmoja akasimama pale, kwa sababu wao walikuwa wanatazama, walikuwa wanaangalia pepo. Fikiria ndugu yangu, hali kama hii ijie mimi au wewe. Unaona kabisa mtu ule kama mkuki wa tumbo, kafa, kafariki, machango yametoka. Sasa unaomba adhamu yako, nenda sasa. Nani atakwenda hapo?
Yeye ndi mtu katika sisi hapa. Yeye ndi mtu kwa sababu bal tuthiruna alhayata ad-dunya, kwa sababu sisi tunapenda sana maisha ya kidunia. Ndio tatizo lenyewe. Basi hatujui kwamba iko siku tutaondoka. Sasa bora uondoke katika hali iliyokuwa nzuri kuliko kuondoka dhalili. Ni bora uishi aziz na uondoke azizi kuliko kuishi dhalili kuondoka dhalili. Ndugu zangu, huu ni mfano mwingine wa 4 namna gani masahaba walipoambiwa kwamba atakayewazuia leo makafiri wasindhuru, basi huyu atakuwa rafiki yangu peponi. Watu 7 wakaanguka ndugu yangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutumia fursa ambayo Mtume kaitoa. Mfano wa kwanza ndugu zangu ulikuwa mfano gani? Hudhud. Mfano gani wa Hudhud? Twende pamoja. Namna alitumia fursa. Mfano wa pili mfano gani ndugu zangu? Mwanamke mtu mzima ajuzi bani Israila alimwambia Nabii Musa kwamba mimi napajua, lakini sikwambii mpaka uniahidi kuwa nawe peponi. Mfano wa tatu Rabia mtumishi wa Mtume alimwambia bwana Mtume, nataka, lakini ninachotaka mimi niwe nawe peponi. Wa 4 ni upi ndugu zangu? Mbona kama watu wamelala jamani? Unasema Kichina au Kihindi? Wa 4 upi? Masahaba 7 waliokufa wakipata pepo. 7 wamepata pepo katika vita vya Uhud. Twende katika mfano nambari 6. Kwa nini? Kwa sababu wabil mithal tattadhi almaqal. Kila tukitoa mfano yatakiwa mtu aweze kuelewa zaidi kwamba kumbe hivi ndio watu walikuwa wanachukua fursa wakati huo. Mfano wa 5 ayu al-ahibba tunaopata katika kisa cha watu wa Madina, Ansar walikuwa wanaishi Madina na walikuwa na dhiki ya maji, wakawa wanakwenda kuchota mbali maji, wanapandisha katika mnyama wao, alafu wanapeleka majumbani mwao na kumwagilia vitu. Siku moja wakasema, jamani, tumechoka, kisima kiko mbali, kila tukichimba kisima hapa karibuni hamna maji. Kisima labda hapa kiko Magomeni, watu wanakwenda mpaka Magomeni wanachota maji wakuja mpaka hapa, ikawa dhiki kwao. Siku hiyo wakasema, jamani leo Mtume kasema kwamba mimi atakayeniomba kitu nitamfanyia. Mwenyezi Mungu nikimuomba kitu atanikubalia, na mimi mkiniambia jambo nitakukubalia, nitakuwa Mwenyezi Mungu kanipa fursa hii Mwenyezi Mungu ya kuomba jambo likakubaliwa. Jamaa kaona nafasi nzuri hii, twende tukamwambie bwana Mtume atuombe tupate maji hapa, tunahangaika na Magomeni mpaka mbali maji, twende tukamwambie. Wakaenda kwa bwana Mtume, grupu la watu wa Ansar wakaenda pale. Kufika Mtume alipoona akasema, inaonekana kuna jambo mmekuja nalo. Jambo gani? Wakasita kwanza. Akaambia, ombeni, mtakaloomba nitakuombeni, Allah atakupeni. Ndugu yangu, fikiria vizuri maneno haya Mtume. Semeni Ansar, mtakalolisema mimi nitamwomba Allah atakufanyieni. Na wamekuja pale kwa nia kuja kusema toka maji kisima dhiki hiyo. Waliposikia kwamba mtakaloliomba nitakuombeni Allah akupe, kusema hii ni fursa. Hii ni fursa. Hatuwezi kuiacha. Wakaondoka bwana Mtume, tupe muda kidogo. Wakaenda pembeni, wakashauriana, jamaa mnaona aje? Nafasi imetoka hiyo. Tuseme nini? Hatuwezi kusema jambo la maji mambo ya kidunia. Tuseme jambo la akhera. Kisha tuahidi Mtume kwamba atatuombea tutapata. Hatukusema mambo ya kidunia, siji maji, chakula, jipunda, ngamia. Yaani ni upuzi huu dunia. Wakaenda wakamwambia, ya Rasulullah, tunaomba utusamehe, utuombe msamaha madhambi yetu kwa Mwenyezi Mungu, tuingie peponi. Mtume sallam pale akainua mikono, Allahumma ighfir lil ansar wa abna'i al-ansar wa abna'i abna'i al-ansar. Mwenyezi Mungu nakuomba wasamehe hawa watu wa Madina na watoto wao na wajukuu zao wasamehe. Wa fi'lan ikawa dua imepita. Sisi tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana? Watu wamekuja na matlaba, wamekuja na maombi
wamekuja na application jambo la kidunia, maji ya kuchota kutoka Magomeni, dhiki, wanyama wanapata tabu, tunachelewa, tunapata hivi, tunachoka, tuombe. Kabla ya kusema Mtume kawaambia, leo mmekuja mna jambo nyie, na mkisema mimi nitakwambia Mwenyezi Mungu atakupeni. Wakaona hii ni fursa. Hii ni fursa. Hatuwezi kupata fursa kwa sababu ya maji ya kunywa, upuzi mtupu. Wakatumia kwa jambo la akhera. Mtume akainua mikono, Allah, wasamehe Ansara na watoto wao na watoto wa watoto wao, maana kwa wajukuu zao, wakasamehewa. Ndugu zangu, hapa namna gani unaona watu namna gani wanatumia fursa? Wazee wetu wa zamani walikuwa wanajua nini maana fursa. Ndio maana ukihamia pahali, jambo la kwanza kabisa mtu anatafuta kiwanja, anatoa sadaka, anasema hii ni wakfu kwa ajili ya msikiti. Misikiti yote mnayoona hii, watu wametoa viwanja vyao kwa ajili ya msikiti, wametanabai. Leo nani anatoa kiwanja chake? Hakuna. Mtihani shekhi. Pakisimama hapa imam, jamani, kuna msikiti unahitaji ukuta wa kutenganisha, tunataka tofali 1000. Tofali 1000, mtu anashinda kuleta tofali 200. Anasahau kwamba tofali akileta likijengwa pale atapata thawabu mpaka msikiti upovunjika ule, labda miaka 100 au 200 itakuja thawabu zake na bado. Lakini anashindwa kutumia fursa maskini. Anashinda. Kama ingekuwa anajua, basi zile pesa zile za kula chakula angesema ninafunga, akaenda kununua kitu, kwa sababu kile kitu kile kitamfaa akhera yake. Kile chakula unakula, kinaingia tumboni, kinatoka, habari imekwisha. Leo hii wangapi walimu wa chuoni wanahangaika na nauli. Ya laiti mtu akatanabe kwamba hii ni akhera yangu mimi, hii akanunua, akachukua pesa labda 100,000 au 200,000 akampa mwalimu yule. Kila mwalimu akenda na akirudi, mwalimu anasomesha, wewe unapata fungu lako wewe naye. Sasa Allah anasema nini? Man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasib minha, atakayesema jambo zuri anapata sehemu yake na vile vile. Mwalimu kaka tuona anasomesha, wewe umekajipanda kwa, pengine unaangalia mpira kabisa, pengine unaangalia Champions League au unaangalia Premier League, United na City unaangalia, lakini mwalimu uko chuoni anasomesha, wewe unapata thawabu zako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio sababu mwalimu yule kufika pale, umemwezesha mwalimu yule. Lakini nani anajua hili? Ndugu zangu, tunazikosa fursa adhim kabisa. Fursa adhim ziko nyingi sana, fursa kama hizi hata isabiki. Twende mfano mwingine ili tupate kufaidika zaidi. Mfano ambao utakuwa ni mfano wa 6 katika vita vya Badri. Sasa ile ilikuwa ni katika vita Badri, waliuawa wale makada wa kikafiri, Abu Jahali, Utba, Rabi'a, waliuawa. Wakati bwana Mtume anapanga safu za watu vitani, alikuwa na kitu kama ujiti hivi, na yeye ndio kiongozi, ndio kamanda. Sasa ana kitu cha kuweka sawa, sogea huko, anapanga majeshi, na itakuwa Sheikh Abdallah kitu kama hivi mwenapo msikitini, sunna. Siku moja unapita unapanga safu, wewe bwana sogea huko, wewe toka bwana wewe, unakuwa mkali kama Sheikh. Bwana mtu kakamda, wewe ondoka, unafuta. Mtume alikuwa hivi, akapanga safu za watu. Bwana mmoja anaitwa Sawade. Aitwa nani? Sawade. Ana tumbo kubwa kidogo hivi. Sasa ile tumbo lake akalitisha mbele hivi, maksudi anambibu bwana Mtume. Si mnaelewa sijui? Anambibu nani? Mtume. Na alikuwa kavaa nguo ambayo kama hii, lakini hapa wazi. Kwa hiyo Mtume anaikaeka sawa pale, anaika sawa, akamgusa ile tumbo lake. Basi yule bwana akamgeuka Mtume, ndio ulivyotumwa hivyo bwana Mtume. Mtume akamuuliza, ni mtumwa vipi? Si umetumwa kwa mwadilifu? Akamwambia, na mtumwa mwadilifu. Kwa nini vipi? Umeniumiza bwana. Tumbo hili usione hivi bure, hili linagharamiwa hili. Hapa asubuhi chapati 2, huu ni mfano tu, msiyemkasema ndo kama haya. Hili tumbo linagharamiwa hili. Asubuhi chapati 2 hapa, na supu ya kitu gani sijui, na kitu gani sijui, na kitu gani sijui, mchana kitu kadha. Ili usione kitabu cha bure hichi. Kitabu kinagharamiwa. Umeniumiza. Ya watu wako vitani. Vita vya kufa, piga ni kuue. Sawadi anasema maneno haya, Mtume akachukua serious, akasema sasa tunasemaje? Nataka nikurudishie kisasi. Mtume akasema naam, tayeb. Mtume akasema nirudishie, akasema wewe umenigusa tumbo langu wazi, na mimi nataka tumbo lako nikuguse vile vile, nikuumize. Umeniumiza? Mtume akafungua nguo yake, shati lake. Sawadi akaenda akamkumbatia,
ule ukumbatiaji wa mapenzi. Hii mnanielewa jamani? Kuna ukumbatiaji ukataka kibaka, kibaka atakukuibia naye anakukumbatia. Kweli si kweli jamani? Akitaka kuibia kibaka anakukumbatia bana. Anakuvizia kwa alafu anakukumbatia. Unakumbatiwa lakini unaibiwa. Kwa hiyo Sawadi akamkumbatia bwana mtume ukumbativu wa mapenzi. Mpaka mtume kama alipomwachia sema, Sawadi imekuwaje? Mbona hivi bwana wewe? Imekuwaje leo? Mbona hivi bwana? Akamwambia, ya Rasulullah, hii ni fursa nilikuwa naitafuta mimi. Naitafuta fursa kama hii ya mwili wangu kuwa mimi kama nitakufa leo, jambo la mwisho kukumbatia mwili wangu ni mwili wako wewe. Najua hata siku moja siwezi kwenda motoni kwa jambo kama hili. Ndugu yangu, angalia Sawadi katikati ya vita, lakini bado na fikra kwamba naweza nikadondoka hapa na nikafa, bora nitafute jambo ambalo la privilege ya kuifanya. Akaenda Sawadi akapata jambo kama mtume akafurahi, akacheka. Mashallah, una akili kumbe wewe. Hii ni nukta nyingine. Mfano mwingine ndugu zangu wa namna ambao masahaba wametumia fursa, mfano wa 7. Abu Darda. Abu Darda sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuja watu wawili, mtu mzima na kijana kwa bwana mtume. Walikuja wamegombana. Yule kijana anasema kwa bwana wewe, mimi nitaka kuzidisha ukuta wangu. Huyu mzee ananizuilia, ana mtende wake mmoja umeota ule mtende pale katikati. Basi anashindwa hata kuniachia mimi nikazidisha extension ya nyumba yangu. Sasa imekuwa usumbufu. Mtume akamwambia yule bwana wewe, yule mtu mzima, kwani wewe hutaki mtende wa peponi bwana? Ukamwachia huyu. Bwana akasema, hiyo nafasi yangu bwana, mambo mengine msitaki. Basi aliposema wewe hutaki mtende wa peponi, yale maneno Abu Darda yakamwingia kwamba ukitoa mtende hapo utapata mtende wapi? Peponi. Kwa sababu mnafahamu lakini jamani, mtume anasema na watu wawili waliogombana. Huku nyuma wamekaa masahaba wengine. Huyu bwana, mimi nataka kuzidisha nyumba yangu, lakini kuna mtende wake mmoja unasumbua katikati. Hebu sema naye huyu mtu anipe. Mtume akamwambia, bwana wewe mtende mmoja, wewe utaki mtende peponi bwana? Kwa sema nistaki. Basi pale pale Abu Darda akainuka akasema, ya Rasulullah, mimi nina bustani ina mitende 600. Niko tayari kutoa mitende yangu 600 kwa sababu ya mtende mmoja wa peponi. Sallu ala nabii. Jamaa mnanielewa lakini? Niko tayari mimi kutoa mitende yangu ngapi? 600. Ili nipate mtende mmoja tu peponi ambao wewe bwana mtume muahidi. Mtume katoa ofa kwa mtende wa peponi. Abu Darda akasema, mimi niko tayari. Iko shamba lako liko wapi? Kama ni kwa fulani. Basi twende. Yule bwana akafika nani na bwana mtume kufika pale akamwambia, haya shamba langu hili. Akamkuta mkeo yuko pale. Hili naliona hili yote hii mitende kutoka hapa mpaka kule yote yangu mimi. Chukua. Kwa nini? Kwa sababu ya mtende mmoja tu. Lakini ndugu zangu, uko wapi? Unamuongea. Uko wapi mtende huo? Manzesi au peponi? Abu Darda ameelewa ofa ambayo mtume kaitoa. Akachukua fursa ya kuchukua ofa ile kuitumia yeye kwa mitende 600, shamba zima, eka nzima kwa mtende mmoja. Baada ya hapa alipokusha kutoa, Mtume sallam akasema maneno. Akasema bwana mtume, kam min ifkin dawah li Abi Darda fil janna. Akarudia tena, kam min ifkin dawah li Abi Darda fil janna ba'a ad-dunya bi nakhlatin fil janna. Manake kwa naona matunda mazuri chungu zima mengi peponi, anayapata Abu Darda kwa sababu ya kutoa mtende yake duniani. Mtende mmoja, fursa. Lakini Abu Darda katumia fursa ile. Leo ndugu yangu, wangapi tunaambiwa, bwana we, tumekuja hapa sisi, tunaomba nyumba yako hii tuzie, tunataka tufanye extension ya msikiti wetu.
Basi wallahi Muislamu anasema unajua mimi sasa mimi nitakwenda wapi? Unajua maisha yangu mimi, unajua mimi nina watoto, unajua mimi nina mke, wewe bwana, mtu anakupa ofa ya akhera, anakupa ofa ya kiyama, anakupa ofa ya pepo, mtu anakataa. Na baada ya muda wanakuja matajiri, wanatoa pesa, wananunua, matokeo yake ndio kama mnavyoona Kariakoo ilivyo sasa hivi. Kuna sehemu inauzwa nguruwe, kuna sehemu kuna baa chungu zima, kuna sehemu kuna makanisa. Ni kwa sababu ya Waislamu kutokujua nini maana fursa. Wakathamini kitu kidogo, wakauza akhera yao. Hapakuwa na zamani ya mabucha ya nguruwe hapa Kariakoo. Hapakuwa zamani na makanisa kama sasa. Lakini yamejaa sasa hivi kila unapopita. Zamani Ramadhani humkuti mtu anakula hapa katika Kariakoo, humkuti siku mtu anakula Kariakoo mchana, hata siku moja. Hata siku moja. Mimi nakumbuka mwaka 1991 katika msikiti huu, kabla hukujengwa, nimetoa mhadhara wangu wa kwanza hapa mwaka 1991 hapa msikiti huu. Ilikuwa Ramadhani uko nje kama Zanzibar, kimya. Jioni unakuta watu wanakwenda huko na kwenda huko, watu yani kheri, kimya kitupu. Yani unajua kabisa umji wa Uislamu wakati huo. Njoo sasa hivi Ramadhani hapa. Haijulikani Ramadhani wala Shawwal wala mwezi mfungo mosi mfungo pili. Watu wanakula kama wanyama tu. Ni makosa yamefanyika. Waislamu wameangalia dunia wakati akhera. Sasa yuko wapi yule ambaye kwamba alisema kwamba mimi nyumba yangu najua nitakaa wapi kesha kufa kwa mbele ya Mwenyezi Mungu? Na yuko wapi yule tajiri aliyokuwa akisema kwamba hapana basi tutanunua nyumba ya pili kesha kumpa Mwenyezi Mungu? Yule kapata akhera yake, kajenga akhera, na yuko na hasara maskini. Kawaachia watoto wenyewe madubu, watoto wenyewe hawana akili nzuri, watoto wenyewe hawana dini, wameuza nyumba ile, wamepangisha nini mama kidunia, wanagombana, wanauana kwa sababu ya kidunia. Mama au baba yuko wapi? Yuko nini akhera kaburini, anajuta, anauma kidole, ya laitani, natamani ningepata nafasi nikawanyang'anya. Wapi imepita ile nafasi ile? Fursa ndugu zangu. Fursa. Huo ni mfano takriban wa 7. Twende mfano wa 8 tupate kumaliza kwa sababu ya muda. Mimi huwa sipendi kuzidisha muda mpaka watu wakachoka. Wakati wa Bwana Mtume SAW kulikuwa na mama mmoja katika mji wa Madina ambaye mama huyu alikuwa na madhara ya kifafa. Alikuwa anaanguka sana. Na akianguka anafanya hivi, kwa hiyo nguo zinapanda. Siku moja akaenda kwa Bwana Mtume. Ya Rasulullah, akamwambia, mimi ninaumwa. Na ninaumwa na maradhi haya. Na nikianguka napata tabu, naumia, nachunika huku, nakashifika. Sasa niombee dua Mwenyezi Mungu aniondolee maradhi haya. Basi Bwana Mtume akamwambia, haya, mimi nitakupa option 2. Amma al-khiyaru al-awwal fa dunyawi. Ofa ya kwanza ni ofa ya kidunia, nakupa. Ofa ya pili ni ofa ukhrawi, ofa ya akhira. Akamwambia nini? Inshiti sabarti walakil janna. Kama utapenda uwe na subra, hivi uende, lakini nakuhakikishia Mwenyezi Mungu atakuingiza peponi. Ofa hii ya dunia ya akhera. Inshiti sabarti, kama utapenda ukasukwa na subra, walakil janna, na kuhakikishia utaingia peponi. Wa inshiti da'utu Allah an yashfiki, na kama utapenda mimi nitakuombea dua, lakini hutoingia peponi kwa sababu ya maradhi haya. Ndugu zangu, mnanielewa mpaka hapa? 2 option. Option ya kwanza ni option ya kidunia, ya pili ya akhera. Option ya kidunia ni kwamba nitakuombea utapona, kwa hiyo maradhi yako hayatakuwa sababu ya kuingia peponi. Option ya pili ni kwamba sikuombei, utakuwa hivi, lakini nakuhakikishia maradhi haya itakuwa sababu ya wewe kuingia peponi. Yule mama kachagua nini? Akasema, hapana Bwana Mtume, niache hivi, sallallahu alaihi wasallam, niachie hivi mimi nipate kuingia peponi. Lakini nakuomba, ninapoanguka nakashifika aura yangu tupu, nakashifika, niombee inapokuja hivi nisianguke na kukashifika tu basi. Lakini maradhi yache, kwa sababu maradhi haya ushanambia sababu ya peponi, niache nayo hivi. Ndugu yangu, rudi mimi na wewe. Rudi kwangu mimi na wewe. Unaumwa mpaka unafika pale kwa wewe, hivi unavoumwa wewe, ushapigwa wewe.
wenzio washakupiga katika biashara zako, washakupiga. Unajua maana kupigwa washakuroga. Sasa bwana, rafiki yako anakwambia huyo, kuna jamaa mimi ninamjua, huyo akicheki anaona tatizo anakupa dawa. Sasa na huku Mtume kasema, man ata arrafan au kahinan au munajjiman fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala musallam, kwamba atakayemwendea mpiga ramli au mpiga bao au mwenye kutazamia kwa nyota au kuna namna yote mwenye kutazamia, akamuuliza jambo na yule bwana akamsadiki au asimsadiki, huyu sala zake za siku 40 hazikubaliki. Siku ngapi ndugu zangu? Siku ngapi ndugu zangu? Je, unapoambiwa kwamba watu washakupiga, twende nikupeleke ukapewe vitu, utasema kwamba hapana bwana, swala zangu za siku 40 hazitakubalika, mimi sikubali, sema. Unasema hivi? Hapana. Na matokeo yake ndio maana mabango mengi, watu wengi wanajaa kwa waganga, kwa sababu kila mtu anataka apigiwe ramli na aambiwe tatizo lake, na ajue kila mmoja katika siku. Kama Mtume kasema, ukienda kwa mpiga ramli, ukienda kwa mtazamiaji, ukienda kwa mnajimu, swala zako siku 40 hazikubaliki. Ukimwamini usimwamini, shauri yako. Jamaa, mnaelewa ndugu zangu? Tunaelewana ndugu zangu? Utumiaji wa fursa. Mfano mwingine, kwa hiyo tunaona huyu mama hapa namna gani alipochagua pepo. Akasema nani anguke? Nani anguke niumie, lakini niombee nisikashifike. Mtume akamwombea, akawa hakashifiki, lakini maradhi yako pale pale na mwisho akafa, akarepoti kwa sababu ya ahadi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano mwingine, mfano wa 8 wa 9 ni mfano wa bwana mmoja akiitwa Ukasha ibn Mihsan. Ukasha, siku moja Bwana Mtume sallam alisema katika hadithi ndefu kwamba kuna watu wataingia peponi bila hisabu. Masahabu akaona ndo kina nani hao? Wanaswali usiku, wanafunga sana, wanatoa sadaka sana, kina nani hao? Kila mtu akawa tashwishi ya jambo lile alipata yeye. Mtume akasema ni wale ambao kwamba hawatafuti rukia wanapoumwa, maana yake ni kwamba hawahangaiki kutafuta mtu asomee, na watu ambao kwamba wanatawakkaluna, wanamtegemea Mwenyezi Mungu katika kila jambo. Hao ndio watu ambao kwamba wataingia peponi bila hisabu. Yani mtu anaumwa kweli kweli, lakini ya Allah ishfini, ya Allah bismillah, la qauli inshallah, anaomba mwenyewe, hatafuti mtu kumwombea dua wala kuhangaika, hafanyi hivi. Wa kwanza. Mwingine ambaye anatawakkal kwa Mwenyezi Mungu kile jambo lake, katika sifa kama hii. Katika masahaba pale kuna mmoja kitwa Ukasha ibn Mihsan, akasikia maneno yake, ya Rasulullah ud'uli anakuna mimi, ya nakuomba Mwenyezi Mungu, mtuma Mwenyezi Mungu na mimi niombee niwe katika hao. Mtume akamwambia nini? Umepata. Sisi ndugu zangu, mnanielewa jamani? Sisi tukishazoea umepata ile ya bahati nasibu, 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 ngapi, tiketi yako unapaka hapa, umepata. Umepatwa, hujapata ndugu yangu. Kwa hiyo Ukasha alitumia fursa ile kwa Bwana Mtume pale pale, akamdaka, ya Rasulullah niombee na mimi, na Mtume pale pale akumvunja kama naam, umepata wewe katika wao. Sasa pale kuna mmoja mwenzangu na mimi naye, watu wa ajizi, naye akasema Bwana Mtume na mimi niombee. Mtume akamwambia wapi, kwisha ile ofa. Ile ofa imekwisha, kakutangulia Ukasha, alisema Ukasha kutangulia. Sasa hapo unajifunza namna gani watu walivyokuwa wanajaribu kukimbilia na kuzinyaka zile fursa za mambo ya kheri. Tuna dakika 5 tumalize kwa mifano mingine miwili ili mifano ipate kutimia 11. Mwenyezi Mungu akipenda inshallah pate witu. Ndugu zangu, tunaposikia masahaba Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Abu Dharri, Abu Ubaida na wengine wamebashiriwa pepo, haikuwa bure.
ilikuwa ni kwa sababu ya kutumia fursa ambazo Mwenyezi Mungu amewapa, ya kutumia privilege ambazo Mwenyezi Mungu amewapa. Ilikuwa ni hivi, si bure. Asije mtu akadhani kwamba wale ni watu wamependelewa. Hapana. Katika vita ambavyo Mtume akapigana vya mwisho kabisa, Al-Ahzab, nini, Tabuk ndio hiyo. Vita vya Tabuk vilikuwa na vita vikali sana kabisa. Makafiri walikuwa wengi, walikuwa 100,000 makafiri. Waislamu walikuwa 30,000. Na vita hivi vilikuwa katika kipindi kigumu sana, kipindi cha njaa. Watu wamekaa na njaa, wewe wanakaribia kuvuna, jua kali kweli kweli. Bwana Mtume anasema masahaba, twendeni katika vita. Ikawa ngumu kutoka watu. Na watu walikuwa wamepita katika kipindi kigumu cha njaa, cha dhiki. Ikawa watu hawana vitu vya kutolea, hawana pesa, hawana vipando, hawana chakula, ikawa dhiki kwa wao. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama, jamani nyie, nataka watu walidhamini jeshi la kwenda kupigana na mafursi kwa Toro, mafursi kwa kupigana nao. Nataka watu watoke katika kipindi hichi. Nataka watu wa kuwadhamini. Pale akasimama Abu Bakar. Siku hiyo Saidna Umar anasema kabisa, kama mimi nikasema safari hii nitampita Abu Bakar kwa kutoa. Abu Bakar kila kitu anazidi, lakini safari mimi nitamzidi. Nitafanya nini? Sema nitatoa mali yangu nusu nzima, nitatoa. Akaenda kwa Bwana Mtume, mimi nimekuja, mali yangu nusu nzima ninatoa. Nataka safari na mimi nimpite Abu Bakar. Akaambiwa Abu Bakar katoa mali yake yote, yote. Mpaka Mtume kamuuliza, Abu Bakar, watoto wako wamebakishia nini nyumbani? Akasema nimewashia Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hakadha. Umar katoa mali nusu. Uthman radhiallahu anhu akadhamini thuluthi ya jeshi. Jeshi lilikuwa watu 30,000. Majeshi watu 30,000. Tena Uthman akadhamini takriban watu 1,000 kuwadhamini chakula, vipando, silaha, kila kitu. Yaani wewe unakwenda wewe kama ulivyo tu, unaambiwa ngamia yako hapo, panga lako hili hapa, chakula chako hichi hapa, kichwa hichi hapa, nenda katika jihadi. Uthman kafanya mambo kama haya. Sallu ala nabi. Wakati wa Sayyidina Uthman alipokuwa katika fitna, aliwaambia watu wa Makkah, anshudukumullah, namshuhudisha kwenu Mwenyezi Mungu, wala anshudu illa ashabana sallam, na wala sikushuhudishi isipokuwa masahaba wa Mtume. Akasema nini? Alastum ta'lamuna, nyie hamjui kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu amesema, man hafara ruma au bi'r ruma, atakayechimba kisima kile akakimiliki kisima, falahul janna, atapata pepo. Kwa nini hamjui kama mimi kisima kile ndio nimekinunua? Alastum ta'lamuna annahu qala, Mtume kasema, man jahada jaysha al-usra, atakailithamini jeshi lile la katika vita vya Tabuku, al-usra, falahul janna, atapata pepo. Mimi nimelithamini. Mambo mawili haya sasa Uthman kachukua dhamana, kachukua advantage. Siku ile katoa vile vitu alivyotoa, akaenda nyumbani kwa Bwana Mtume katika chumba chake, akatoa dinari 1,000 pamoja na alivyotoa. Na mpaka Bwana Mtume akasema, alichofanya Uthmani hakitampata tena kitu kibaya kuanzia leo. Hili jambo la 10 la 11 ni kwamba Uthman, masahaba walikuwa na dhiki ya maji, wanakwenda kuchota maji kwa Yahudi, anawauzia maji kwa dhiki kabisa. Na wengine maskini walikuwa masahaba, hawana maji ya kunywa, maji wanauziwa. Ikawa dhiki. Mtume akasema, nani atanunua hichi kisima alafu apate pepo? Uthman alikuwa hayupo, hakuna aliyesema kitu. Tena Uthman akapata habari kwamba Mtume akasema atanunua kile kisima kile, atapata pepo. Akatoka mbio Sayyidina Uthman, akaenda kwa Sayyidina Ali, bwana jana ulikuwa msikitini? Nilikuwepo. Mtume kasema nini? Kasema atakayenunua kisima atapata pepo. Akamwendea mwingine Abubakar, akamwendea Umar, akawaendea masahaba wale waliokuwa pale. Kila anayemuuliza anambia kweli Mtume kasema, asema naam. Akaenda kwa Yahudi yule, akanunua kisima kile. Akanunua nusu kwanza. Akamwambia basi kuanzia sasa siku itakuwa yangu, siku yako. Kwa riali dirham 35,000 katoa. Nyingi sana wakati 35,000 kanunua. Sayyidina Uthman akasema kwamba siku yangu mimi, siku moja anamiliki, anatumia Yahudi
siku moja anatumia Sayyidina Uthman, makubaliano kwa hiyo. Lakini siku anatumia Sayyidina Uthman anasema ni uhuru kwa Waislamu wanywe mpaka wachoke. Siku ya Yahudi yanauza maji. Kwa hiyo ikawa siku ya Yahudi hakuna mtu anakuja. Watu wanasubiri kesho. Siku ya pili watu wanakuja na chupa zao na kila kitu wanachota maji alafu wanatulia. Lile Yahudi siku yake wanakuta hakuna mtu anakuja. Mpaka akamwambia bwana wewe ushanifanya mambo ambayo umestahimili, chukua yote. Uthman akaenda kwa bwana mtume akamwambia ya Rasulullah, nasikia umesema kile kisima atakayenua unamdhaminia pepo Akamwambia ndio. Akamwambia mimi nimenua na nimekitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo mtume aliposema kwamba kwa hakika atakaye dhamini jeshi lile au atakaye nunua kisima kile hatapata tena ma dharra Uthman hatapata tabu tena kuanzia leo kwa haya aliyofanya, akabashiriwa pepo. Ndugu zangu, hii ni mifano na iko mingi, lakini imekuja hii michache tu. Nimalize mfano mmoja tu ambao sikutaka panga kuutaja, lakini ni muhimu. Namna gani wa masahaba walikuwepo kama 3 au zaidi, waliingia peponi hali ya kuwa hawajaswali, hawajafunga, hawajatoa zaka, hata sijida hajasijidi mtu kaingia peponi. Kwa sababu gani? Kwa sababu katumia fursa. Wamefanya nini ndugu zangu? Wametumia, ongeeni basi tafadhali. Wamefanya nini? Wametumia fursa. Kivipi basi? Wakati watu wanaslimu, bwana mtume anakusanya watu kwenda katika vita. Huyu bwana akaja kwa bwana mtume, ya Rasulullah, na tende zake mkononi nakuna. Ina maana mimi hapa kama nitakwenda vitani nitapigana, nikiuliwa nitakwenda peponi? Mtume akamwambia naam, tukwenda peponi. Sasa nislimu au nikapigana vita? Kaambia slimu kwanza, tukapigana vita. Yule bwana akaslimu, akatupa zile tende, akatupilia mbali, akaenda vitani. Hakuwahi kuswali, hakufunga, hakufanya ibada yoyote. Kaenda vitani, kauawa, kaenda peponi. Kwa sababu gani? Kwa sababu katumia fursa ambayo Mwenyezi Mungu kampa. Mtume alimwambia silimu, ukipigana vita ukishinda utapata ngawira ukirudi, na ukiuawa utakwenda peponi. Akasema naam, nakwenda zangu. Akaenda akapigana, akaenda peponi. Mwingine vile vile watu wake, kaumu yake na Waislamu wote, yeye pekee hajaslimu. Watu wake wakapigana vita, kaumu yake, kuna siku naye akaonekana kaingia, akaenda kule akapigwa, akaotabani karibia kufa. Wakaja jamaa zake, bwana wewe, na wewe pia umekuja vitani, wewe si unataka uamini Uislamu wewe? Akamwambia naam, leo niko hapa. Nini kimekufanya hivi? Kwa sababu jamaa zako au kwa sababu ya Allah? Akasema naam, amantu annahu la ilaha illa Allah. Akafa, akaenda peponi. Hakuswali hata mara moja, hakufunga hata mara moja, hakutoa zaka, hajafanya chochote. Kasilimu, kapigana jihadi, kaenda peponi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ametumia fursa. Ndugu zangu, wakati umekwenda, lakini madhumuni ya mhadhara huu ni kuzinduana juu ya fursa ambazo tunazo. Na fursa kubwa kabisa ndugu yangu ni pumzi uliyokuwa nayo. Pumzi yako ndio rasilimali yako. Ukitaka ujue rasilimali na umuhimu wa pumzi, nenda Muhimbili ukakute watu namna gani wanapumua. Kuna mtu kule katiwa mipira katika kila tundu ya mwili wake, anapumua kwa mujibu wa mashine. Mashine ikenda juu anapelekwa juu, mashine ikenda chini anapelekwa chini. Huyu alikuwa mzima kama wewe, huyu alikuwa na afya yake, tena alikuwa physical fit kuliko wewe. Kashindwa kutumia fursa. Unaona sababu aliyoko pale hana cha kufanya. Sasa leo una afya ndugu yangu, tumia afya yako. Sali usiku, soma Qur'ani, hudhuria katika madarisi kama haya. Mtume kasema wanapokaa watu katika madarisi kuna kuja malaika wanaoombea dua watu kama wale. Leo Muislamu maskini anashindwa kutumia fursa kama hii, anasubiri akiumwa anakuja kwa imam, Sheikh jamani bana, tuna mgonjwa, tuna kata tuombee dua. Sheikh, Mtume akasema maneno ya wazi kabisa kwamba atakayekaa katika madarisi majalis ilmu, malaika wanamuombea dua. Unaacha dua za malaika, unakuja dua yangu mimi ni asi kama wewe, mdomo wangu mchafu, unasema uongo, unatukana, unasengenya, unafanya kila kitu. Malaika je, la yaasuna Allah ma amara. Unaacha dua zao ndugu yangu, unapoteza fursa adhim. Kwa hakika tutakuja kujuta siku ya kiyama kwa fursa hizi. Atafika pahala mtu atasema nini? Rabbi rji'uni, ya Allah
naomba unirudishe duniani, la'alli a'malu saliha, nikafanya mambo mema ambayo nimeacha. Leo hii kuna benki zimefunguliwa, kuna madirisha ya Kiislamu, Islamic Windows, kuna benki za Kiislamu hasa zimefunguliwa, lakini tumeng'ang'ania na mabenki zile za riba, NBC, CRB, NMB, tumeng'ang'ania huko na huko, naomba kabisa jamaa, hii ni riba, ukifa unakwenda motoni. Mwenyezi Mungu katangaza vita na wala riba. Huko akaunti yako wewe unashirikiana nao, madhali akaunti yako iko wewe nao sawa sawa. Huko umezama huko unashindwa hata jambo dogo hili. Nenda katika benki ya Kiislamu ndugu yangu, nenda kule, utakuwa na afadhali, utaepukana na riba. Who cares? Hakuna. Vijana wangapi wa Kiislamu wanakwenda kuchukua mikopo ya riba? Wangapi? Halafu anatoa sababu, unajua mimi, unajua kule, unajua baada ya muda nitakuja kutubu. Utatubu. Unamwasi Mungu kwa sababu unasema baadaye utatubu. Ndugu zangu, fursa ziko nyingi sana, hazina mfano wake, lakini hakuna anayeziona isipokuwa yule mwenye macho. Ndio maana mhadhara huu madhumuni yetu kuzinduana katika fursa kama hizi, ili mambo yakapita mtu akaja akauma kidole, rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wallahu a'lam. Kama kutakuwa na maswala tunakaribisha kabla ya kuomba dua na kufunga yetu inshallah.